kati ya maeneo yaliyoathirika kwa kiasi cha kuhuzunisha sana. Ndio maana tumeona ni vema tuadhimishe misa hii kumwomba Mungu atupe tunayo tamani katika maisha yetu. Madhumuni ya misa hii yako 6. Kwanza, kuwaombea marehemu waliopoteza maisha kutokana na migogoro ya uchaguzi mkuu wa taifa letu, na kupitia misa hii tuwape pole wafiwa. Lengo la pili ni kuwaombea majeruhi waliojeruhiwa kwa namna mbalimbali kutokana na migogoro ya uchaguzi mkuu na kuwapa pole walioathiriwa na matukio haya. Lengo la tatu ni kumwomba Mungu asaidie jitihada za kuwapata waliopotea kutokana na migogoro hiyo. Naomba tusaidie tuwapate. Wakiwa hai ni wema sana, wakiwa wafu basi walau tuwapate. Lengo la 4 ni kuwapa pole waliopoteza mali zao kutokana na migogoro hiyo. Lengo la 5 ni kutoa rai ya kujitathmini, na lengo la 6 ni kuomba uponyaji kutoka kwa Mungu wetu. Lengo la kwanza, kuwaombea wafu. Mimi binafsi naamini kuwa kwenye migogoro ya uchaguzi mkuu wa taifa letu mwaka huu kumetokea vifo vya watu wenye hatia na wasio na hatia. Kati ya waliouawa kuna watoto, kuna vijana na wazee, kuna wanawake na wanaume, kuna raia na askari. Makundi yote hayo na waliouawa. Tarehe 4 Novemba nimeshuhudia kwa macho yangu wingi wa watu usio wa kawaida waliokuwa wananunua majeneza kwenye mitaa ya majeneza. Nimeshuhudia pia misafara ya magari ikisafirisha vilio kwenda nje ya jiji la Mbeya. Marehemu walio wengi waliuawa kutumia silaha za moto, yaani bunduki, ambazo kwa sheria hutumiwa na askari walioaminiwa na kuapishwa kutumia silaha hizo kwa kuzingatia kanuni za usalama. Ninaamini kuwa wapo waliopoteza maisha kwa sababu walikosa chakula, matibabu na fursa za kusikilizwa. Wapo waliofariki dunia kwa adhabu kali kutoka kwa waliowakabili. Wapo waliopoteza uhai wakiwa wamejihifadhi ndani ya nyumba zao, kwani baadhi ya washika bunduki hawakusita kuzivamia nyumba hizo. Wapo waliopoteza maisha kutokana na kiwewe, trauma au msongo wa mawazo. Baadhi ya wahanga walitekwa nyara au kushambuliwa kabla ya uchaguzi, na wengine mpaka sasa haijulikani waliko. Wengine wamekutwa na madhira haya wakati uchaguzi ukifanyika
au ukiendelea. Hawa wote na wengineo ni wahanga wa uchaguzi mkuu. Wahanga hawa wameleta simanzi kubwa nchini Tanzania, kwa kuwa matukio ni mengi kwa wakati mmoja. Hatujui tumpe nani pole na tumwache nani. Misa hii ipo kwa lengo la kutoa pole kwa wote. Mwanamuziki mmoja maarufu nchini Tanzania kwa jina TX Moshi William na mwenzake Ngurumo wakipigia bendi ya Msondongoma waliwahi kuimba hivi: ukiona mtu mzima analia ujue kuna jambo. Na wakaongeza maneno, tunatoana roho kwa mali alizoacha baba. Maneno ya muziki huu tuyatoe kwenye muktadha wa familia, tuyaweke kwenye muktadha wa taifa letu. Nafasi ya baba, weka jina la Mwalimu Nyerere. Poleni sana waombolezaji wote. Tunatoa pole kuonyesha upendo na heshima kwa wahanga, kwani tunajua kuwa kila mwanadamu anastahili heshima katika hali yoyote ile na katika tuhuma zozote zile asizoweza kuzikataa, kwani ameondolewa uhai kabla ya kujitetea. Tunasukumwa na imani kuwa Mungu alimuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake. Tuna wajibu wa kuheshimu kazi ya Mungu. Raha milele wape Bwana, wapumzike kwa amani. Lengo la pili la misa hii ni kuwaombea majeruhi. Wapo watu waliojeruhiwa kwenye machafuko ya uchaguzi mkuu. Majeruhi wengine waliumizwa kwa silaha au mpigo, na wengine kwa mazingira walimolazimika kuwepo. Wengine wanateseka kwa sababu wametelekezwa. Tunawaombea majeruhi wote wapone kwa msaada wa Mungu. Lengo la tatu la misa hii ni kumwomba Mungu asaidie jitihada za kuwapata watu waliopotea au waliopotezwa. Kabla ya uchaguzi mkuu na wakati wa uchaguzi mkuu, watu kadhaa waliripotiwa kupotea katika mazingira ya tatanishi. Baadhi wanadhaniwa kuwa wametekwa nyara na watu wasiojulikana. Katika misa hii tunamwomba Mungu aonaye yaliyo sirini atusaidie tuwapate katika hali yoyote. Kama watakuwa hai, tufurahie kupatikana kwao. Kama wakiwa wafu, tuomboleze, tuwazike kwa heshima za kiutu, tuwaombee amani ya Mwenyezi Mungu na kisha tuhitimishe msiba. Anayeendelea kuwaficha anatunyima haki hizo za kiutu. Lengo la nne ni kuwapa pole waliopoteza mali zao kutokana na migogoro hii. Katika hekaheka za uchaguzi mkuu kumetokea uharibifu na hata upotevu wa mali za umma na za watu binafsi. Katika misa hii hatusiti kuwapa pole wote walioathirika kwa hasara mbalimbali. Tumeyaona majengo,
na magari yaliyochomwa moto, na tunayaona makovu ya moto kwenye barabara zetu za lami. Tunatoa pole sana kwa wote. Yamkini Mwenyezi Mungu ameruhusu haya ili tukutuke kutoka kwenye usingizi unaotusahaulisha mambo ya msingi. Lengo la 5, kutoa mwaliko wa kutathmini. Napenda kusema kama alivyosema kiongozi wa makanisa ya CPCT siku alipoapishwa rais. Alisema nchi yetu imetikiswa na kumekuwa na mgawanyiko. Tunaweza kweli kujiuliza, siku ile nchi yetu ilionekanaje? Ukipita, nilijaribu kuhesabu makovu ya moto pale Mpemba haraka zaidi ya 20 sehemu tu ya mji pale, lakini ningekuwa naenda Tunduma nadhani yanazidi 20. Hayo ni barabara kuu, lakini najua kulikuwa na mioto mingine pembezoni, na nahisi mioto hiyo ilikuwa yote inawaka kwa wakati mmoja. Sasa nchi yetu ilikuwa inaonekanaje? Ni kama vile nchi ilikuwa inaungua. Unaweza kuona mioto kama hiyo iliwashwa Tunduma, iliwashwa Mpemba, Mlomo, Mbalizi, Mbeya, Uyole na kwingineko. Kulikuwa na mioto mingi ikiwaka kwa wakati mmoja barabara zetu. Nafikiri na mbinguni walishangaa. Nafikiri kwa tunaamini kuna uzima baada ya kifo. Nafikiri walishangaa au walia. Na majeruhi wetu waponywe, waliopotea patikane katika hali yote ile. Waliopoteza mali wawe na ujasiri maadamu wana uhai, nafasi ipo bado. Tukirekebisha aliyo ya msingi, yale tuliyopoteza yatapatikana. Tuendelee kuomba Mungu atusaidie kwa dhati kukiri mapungufu yetu. Tuwe na toba ya kweli inayoleta mageuzi na masahihisho ya msingi. Isiwe nafasi ya kulumbana na kupimana nguvu, nafasi ya kunyenyekea miguuni pake Mungu. Tuombe Mungu aendelee kulipenda taifa letu. Hajalitupa kama alivyosema mtoto wa Makabali. Hajalitupa taifa hili. Anatufundisha kwa njia ngumu. Tuwe wanafunzi wazuri tunaoelewa haraka na kufanyia kazi mapenzi ya Mungu. Mengine yote yanaweza kurekebishika, isipokuwa roho za ndugu zetu hatuwezi kuwa nao kama walivyokuwa. Yale yanaweza kurekebishika, Mwenyezi Mungu atende. Hawa wanaolala wapumzike katika amani, na maisha yao yabaki kuwa ishara wazi ya namna itupasavyo kuishika imani yetu, hata ikitubidi kutoa gharama. Raha milele wape Bwana. Wapumzike kwa amani. Amen. Msifu Yesu Kristo.